hii hamli zangu. Sijui mmenisikia? Yaani wote mnajua touching gloves. Seconds to Tokyo ulingoni. Choki pamoja na Aidan ni ngumi ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa namna kubwa, na Aidan ulichambua vizuri sana hii ngumi kutokana na style za mabondia wote wawili. Yes, na kumbuka Peter fight iliyopita ambayo alicheza dhidi ya Farhat Manilora wa Uganda mwezi wa 5. Tuliona pia ile shida akiwa nayo ambayo hiyo ilikuwa ni kwenye mkono wake wa mbele, mkono wa jab. Kitu ambacho kikamfanya Farhat muda mwingi akawa anafanikiwa kumpush na kumsukuma Laurent Jaffet kwenda kwenye kamba, kwenye kona za ulingo. So sijajua kama amerecover au bado yuko vile vile. Kama atakuwa amerecover, basi moja kati ya maswali magumu ambayo Said Bwanga yuko nayo ni kwenye kujibu hiyo jab ya Laurent Jaffet. Na kama atakuwa recover, basi itakuwa ni fight ambayo nadhani itakuwa ni ngumu sana kwa upande wake kutokana na aina ya opponent ambaye anakutana naye. Speed, akili kubwa, uwezo wa connect punches wa Said Bwanga ni moja kati ya mambo ambayo yanaweza kuwa msaada kubwa kwake dhidi ya Laurent Jaffet, lakini kubwa ni hiyo slick left hook ambayo Said Bwanga yuko nayo, na ndio nyenzo ambayo naona itakuwa ni nyenzo nzuri na kubwa kwake kuweza kucounter hiyo stiff jab ya Laurent Jaffet pato. Safi sana. Na kabla hatujaendelea zaidi, unajua mabondia wote wawili Choki, Aidan ameweza kutupa dibaji tu ya kile ambacho kipo, lakini wakiwa katika ubora wao, nini ambacho huwa ni cha hatari zaidi kwa upande wa Laurent na kwa upande wa Bwanga? Iko na left nzuri sana ambayo Laurent alimkamata nayo Bwanga akiwa kwenye motion anarudi nyuma. Ni kawaida ambayo tumezungumzia mara nyingi, na Laurent amekuwa akisema mara nyingi sana kwamba amekuwa katika mapambano ambayo anayacheza vizuri, yakimalizika bila KO au bila kumdorosha mtu amekuwa akidhulumiwa. Na wakati nafanya mahojiano naye alisema haahidi knockout, lakini anaahidi kupeleka ngumi kali sana. Kwanza na maboksa wote kama unavyoona hali yao wanaonekana wamefanya mazoezi ya kutosha na ngumi zimeanza kwa spidi kwa maboksa wote wawili. Kwa tuone raundi ya kwanza ndio imeanza, tujue watatuonesha kitu gani usiku wa leo. Stop hiyo jab. Na Bwanga anapaswa kuanza kuwa makini na hiyo left hand. Nimeona mara ya 3 hii, mara ya 4 hii, mara ya 5 hiyo Laurent Jaffet anafanikiwa kuland hiyo left hand kwenye kichwa cha Said Bwanga. Ndio sehemu yake ambayo huwa so Bwanga anapaswa kuanza kuwa makini sana na hiyo left hand ya Laurent Jaffet ambayo so far imefanikiwa sana kwa hizi dakika chache. Laurent Jaffet gloves zake ni nyeusi, Said Bwanga gloves zake ni nyeupe. Ni moja kati ya pambano ambalo lilikuwa likisubiriwa kwa hamu kubwa sana, na nini ambacho kipo kwa mabondia hawa ni kwamba ni mara chache sana ukaona mikono imekaa kwenye guard. Wanaweza sana kuchezea vichwa vyao kuweza kutoka katika hatari. Laurent Jaffet anakuwa kama nyoka, kwa maana ya kwamba snake kuweza kuyumba huku na kule. Anapiga combination body punch, amepiga pale na anakwenda wanapigana, wanabadilishana kweli kweli. Lakini Laurent Jaffet anaonekana kuwa juu zaidi katika majibizano hayo, hasa mkono wake wa kushoto ukiwa umeongea zaidi. Leo lingo utatikisika leo mawe anapiga. Raundi ya kwanza tumeona mawe mazuri kwa maboksa wote wawili, na wametuoneshia kitu fulani kwa kila mmoja ana uhitaji wa kuweza kumshambulia mwenzake. Hii ilikuwa ni left hook. Ilikuwa ni left hook ambayo ilimkuta Bwanga pia akiwa kwenye motion. Anarudi nyuma, akawa ame lose balance, lakini stamina mwili wake kamfanya hawezi kuavoid hiyo knockdown. Ni wakati sasa wa ngumi jiwe. Azam TV ikiwa imekurudishia kwa mara nyingine tena kile ambacho unakiangalia. Piga pale ngumi Said Bwanga ni kushoto na kulia, anapeleka ngumi yake. Laurent anaendelea na left, anapeleka, na Laurent anatoka na ngumi chini, anavuta ngumi chini. Sio tunasema kukanyaga tu, lakini anavuta ngumi yake chini kabisa. Nice right hand kwa Said Bwanga. Kapiga right hand nzuri na akafanya follow up vizuri sana. Na pato nilikuwa nataka nizungumzie hiyo jab ambayo tumekuwa tukizungumza kila siku kwamba ni silaha kubwa ya Laurent, lakini mpaka muda huu sioni hiyo jab yake ikifanya kazi sawa sawa. So hiyo pia ni detail nyingine ambayo kona ya Bwanga wanapaswa kuichukua, ile silaha kubwa ambayo mara zote imekuwa ikiwazuia opponents wengi kuto kuingia ndani, kuingia kwenye pocket kwa Laurent Jaffet. Sioni ikiwa active mpaka muda huu. Asilimia kubwa ya punches zake nyingi anapiga na mkono wake wa nyuma, hiyo left hand lead. So hiyo ni detail nyingine kwa kona ya Bwanga, kuona namna gani ambavyo wanaweza wakateke riski na kuingia kulazimisha hiyo inside fight.
Ya ana take risk kwa sababu Bwanga anajitahidi kuweka ule mguu wake wa southpaw Laurent Jaffet ndani, ndio maana unaona ile jabu ya tulioizoea siku zote kutoka kwa Laurent Jaffet hatuioni, lakini tunaona fight nzuri kwamba kila mtu ana mitego ya hatari, kwamba chochote kinaweza kutokea kwa raundi hii kuanzia ya pili katika fight hii, kwa sababu tunaona punch zinatoka za maana kama unavyoona hivyo, punch kali kwa mabondi yote wawili, kwa chochote kinaweza kutokea kwa raundi hii ya pili mchezo. Yes, na ni kwa Bwanga tu kwanza kuwa faster kwenye kukataa kupisha hiyo left hand ya Laurent Jaffet na kuanza kucounter kwa left hook yake. Bwanga ana left hook kali sana ambayo ningependa kuona anaanza kuitumia kucounter hiyo left hand lead ya Laurent Jaffet. Nikuulize swali hapa na ambalo litasaidia pia wengine hapo. Hii position anayokwenda Laurent Jaffet anapobonyea au anapo squat katika hii inamsaidia nini yeye katika kuzuia mashambulizi kutoka kwa Bwanga? Maana ni muda mrefu na Bwanga haendi kufanikiwa chochote mpaka anapokuwa ameinuka. Laurent Jaffet ndio mchezo wake, anaweza kukimbilia kwenye kamba akakongopea kama anataka kuegemea kamba, kumbe anataka kufanya kitu chochote. Kwa hiyo ukija ovyo ovyo unaweza ukapotea kwa kuchomekea uppercut au right hand, ikatokea kitu chochote. Lakini nimependa kwamba jinsi wanavyopigana pia, lakini bado hatujaona ule umakini au ule mwanzilishi wa box, kwamba tunaona jab, right, uppercut na movement kupiga combination bado, lakini zote tunaona wanapiga counter, ni kwamba kila mmoja anahitaji kumshushia mwenzake konde na aweze kumdondosha. Nimeona kile Aidan ambacho amekuwa akizungumzia, mara nyingi huwa unapenda sana bondia anapoweza kuchezesha kichwa chake, jinsi ambavyo kinaweza kikahama kutoka eneo moja hadi nyingine. Kwa sababu hiyo ni moja kati ya mambo ambayo yanamkamilisha bondia. Yaani kuwa na footwork nzuri ni jambo moja. Ukiwa na movement nzuri za sehemu ya juu ya mwili ndio zinakukamilisha wewe kuwa bondia uliyekamilika. So Bwanga, Laurent Jaffet nimeona amekuwa na upper body movement nzuri sana ambazo zimemwezesha kuwa na uwezo wa kuroll na punches. Kama Marasta anavyosema, Rastaman no fight, Rastaman peace man. Haya. Kitu nilichogundua katika raundi hii ya tatu kwa upande wa Laurent Jaffet, sasa hivi amekuwa haanzi na jab kama tulivyozoea, kwanza na jab ile jab yake ya pressure, lakini tunaona anatumia right. Kwa hiyo tuna matarajio kuona kwamba kumuona Said Bwanga anachanganua vipi, kwamba kuweza kufanya ile right yake kama unavyoona. Counter tena nyingine hiyo kwa left ambayo Aidan amezungumzia muda mrefu. Imekuwa ni kitu kigumu sana kwa Bwanga katika raundi kadhaa, wanapigana badilishana hapa. Gloves nyeupe, huyo ni Said Bwanga. Laurent Jaffet gloves nyeusi, anajaribu kupiga hapa kat. What a fantastic move, what a fantastic boxer. This is what I'm calling boxing, man. Hii ndio boxing, hii sio ngumi. Watu wana move, watu wanakwenda, watu wanapiga. Nice body punch. Pato, ukiangalia sasa hivi ni kama Bwanga ameamua kuwa risk taker. Yaani amekuwa haogopi, ana move kuingia ndani. Kwa nini? Kwa sababu amegundua pia jab ya Laurent Jaffet yuko chini muda wote. Atumie tena jab yake. Atumie left hand yake. So hiyo imekuwa ni nafasi kwa Bwanga kujaribu kupush, kumsukuma Bwanga na Laurent Jaffet na kulazimisha fight ambayo itakuwa kwenye pocket, kwenye umbali wa karibu kati yake na Laurent Jaffet, ambaye so far pia amekuwa bora kwenye hilo eneo, kwa sababu amefanikiwa kuavoid mazingira mengi sana ambayo Bwanga anayatengeneza ya kupeleka fight kwenye kamba, kupeleka fight kwenye kona ili kupata nafasi ya kuweza kuconnect punches zake. What a fight. Nasema kwamba raundi ya tatu katika raundi 8, lakini unaona kama vile imekuwa ni kitu kidogo kabisa. Kwa hiyo shughuli bado inaendelea, bado fight zinaendelea katika mazingira mazuri kabisa. Ngumi inapigwa, anayumba, anamtengenezea kisehemu na Laurent, kama alivyosema Choki, yeye ni bingwa kucheza na kamba. Anakubali kwenda kwenye kamba na anabadilika kurudisha wewe kwenye kamba. Haya mambo pia alikuwa anayafanya marehemu Chiwa Nestor. Anahesabu, Bwanga anaenda mazima, Laurent Jaffet anahesabu, jabu yuko chini, amepiga jabu yake hapa. Jabu inauma. Hiyo inaanza tena. Hiyo jabu ya kudanganyia. Weka sawa. Moja kati ya mambo ambayo yanamtambulisha Laurent Jaffet ni ile jabu yake yenye nguvu, strong jab. Lakini leo hii anapiga jabu ya kudanganyia, lakini ile jabu ambayo ni nzito, sioni akipiga kwenye hii fight.
Moja ya vitu ambavyo Choki naviona footwork, jinsi anavyoweza kubadilisha mguu wa mbele mguu wa nyuma, lakini kuweza kuzunguka kutoka eneo moja. Kabisa. Naona anasogea kwenye kamba afu anajaribu kumkwepa, anajaribu kumzunguruka kwenye makwapa Roland Jaffet, kwamba ana movement nzuri kwamba mpaka hii raundi ya 3 sasa. Hiki ni kitu ambacho Aidan kinaweza kukuonyesha moja kwa moja Choki Ibrahim Class, na nakumbuka kuna muda mrefu sana Roland amekaa na Ibra wakitrain pamoja, na wewe walitrain pamoja. Hiki kitu huwa mnakifanyia kazi sana cha miguu hiki. Sana. Footwork ndio msingi mzuri nao kwenye box. Bondia kwa footwork unaweza kufanya kitu chochote kwenye ulingo. Sahihi, kwa sababu hiyo ukiwa na footwork nzuri ndio inakuwa nyenzo ya kukutoa wewe kwenye maeneo hatarishi yote ya fight. Angalia kwa mfano hii fight. Bwanga amekuwa akimpush na kumfanya kupeleka fight kwenye maeneo ya kamba ya kona ambayo ni maeneo hatari kwenye ring. Lakini nyenzo hiyo ya footwork nzuri ya Roland Jaffet imekuwa ikimsaidia kutoka kwenye haya maeneo hatari ya fight. So footwork ya Roland Jaffet pia imekuwa ni kitu kingine ambacho nadhani kimefanya ile mitego mingi ambayo Bwanga anaitega yeye kuitegua kirahisi. Haya, kama hivyo pasina kuwa na footwork nzuri, pasina kuwa na movement, kuwa na footwork nzuri, kuwa na movement nzuri za sehemu ya juu, kiuno kwenda juu, ni ngumu kuweza kutegua mitego kama hiyo ambayo mbona Bwanga anajaribu kuitengeneza, lakini imekuwa ngumu kufanikiwa. Pambano la raundi 8 na sasa tunaingia raundi ya 4, ndio kwanza wako nusu ya pambano wakiwa wanaendelea kuonyeshana umwamba ndani ya game. Bado mamona Roland Jaffet, Saidi Bwanga kama ambavyo wamezungumza Aidan pamoja na Choki, ameamua kujilipua ili kwenda kupata kile ambacho anakipata. Counter ya Roland imekuwa pale pale na kushoto bado inaendelea kumnasa kwa kiasi kikubwa sana. Bado wanapelekana kweli kweli kabisa kwenye kona. Mawe yanatembea bro. Mikono inatoka. Mikono inatembea sana. Na kwa Roland Jaffet kwenye hii fight anachokifanya ni kuhakikisha anakwepa mazingira yote yale ambayo yatamforce yeye kuweza kushindana, kubadilishana punches na Bwanga. Kabisa. Kwa sababu anajua Bwanga hiyo ndio kitu anayoipenda. Yes, na ni hatari sana kama akisema asimame wabadilishane hizo hooks, sababu Bwanga moja kati ya silaha yake kubwa ni hiyo left hook yake. Kushoto inampata sana Bwanga. Kushoto inampata sana Bwanga. Na bado paka round hii sijui kama ni kona, lakini yeye mwenyewe hajaifanyia kazi kiasi gani, kwa sababu ndio mkono ambao guard ipo. Na kuna nyakati guard ipo lakini haizui ile left hook ambayo inatoka kwa Roland Jaffet. Angalia anavyoitafuta. Na ndio ngumi ambayo mara zote kwenye matchups za Southpaw zile Orthodox huwa na struggle sana ku defend hiyo straight left hand ya mtu wa Southpaw. Sasa ukiwa umekubali amekubali kukuweka kwenye engo ambayo wewe utakuwa haupo comfortable sana kwenye kumove kuikataa hiyo left hand. Ukiangalia Roland Jaffet ndicho ambacho amekuwa akifanya. Amekuwa akitoa hiyo left hand kwenye engo ambayo unaona Bwanga anapata shida kuiona ikiwa inakuja. Look the way. Oh man, what entertainment. Piga left yuko anatoka. He score and then he move. Anapiga ngumi anaondoka, anapiga ngumi anaondoka. He's not staying at the same place. Inamchanganya Bwanga kwa namna fulani, na Aidan umetoka kuzungumzia kiutaalamu zaidi kutokana na aina ya mchezo. Of course stance, yani kwenye hizi matchup za Southpaw na Orthodox, kazi kubwa ya mtu wa Orthodox ni kwenye kuidefend hiyo left hand ya mtu wa Southpaw. Yes, kabisa. Kwa kwenye sparring zako, sparring sessions unabidi u practice kudefend hiyo left hand ya mpinzani, ambao of course silaha yake kubwa mtu wa Southpaw. Lakini kubwa ni kwenye kutumia left hook yake pia kucounter hiyo left hand ya Saidi ya Roland Jaffet. Bado anasukuma, yeye ndio anaenda kwenye kamba, lakini yeye ndio anayetoka, yeye ndio anaye snake. Haya mambo kwa kiasi fulani labda kuna wengine wakawahi kumuona katika ubora wake. Snake man Matumla. Jinsi gani alikuwa anaondoka katika maeneo kama haya. Yaani jinsi alivyokuwa anaweza kucheza na hiyo kamba. Snake na mdogo wake ni Haji Matumla. Bado Roland anaitendea haki sana kamba, Roland anatendea haki miguu, yani Roland anafanya boxing. This is boxing. This is boxing.
Raundi ya 4 hiyo imemalizika, tunaenda kwenye raundi ya 5. Tathmini inaenda vipi? Nikiangalia kona ambayo yupo Saidi Bwanga, namuona Mkali Suma gari ya 5 yupo naye, yupo Kanda Kabongo. Lakini ukienda kuangalia kona ambayo yuko Laurent Jaffet, unaweza ukaona ni nani ambaye yuko kwenye kona yake. Lakini so far tunaangalia hiki ambacho kinaendelea. Choki, tuweke katika uhalisia wa kuwa katika ulingo. Kwa nini pamoja na matatizo haya ambayo yapo katika utofauti wa Southpaw na Orthodox angeweza kupata matokeo mazuri kwa sababu Laurent Jaffet safari hii hajaanza na jabu, ameanza kutumia mkono wake wa nyuma wa kwanza, kwamba mkono wake wa nyuma na akipiga right na kwa ina run vizuri, kwa sababu mguu wake upo nje wa mguu wa kushoto wa Saidi Bwanga. Kwa hiyo ndio maana kidogo tunaona mechi nzuri na mechi tamu, mechi ya kubishana, na tunaona taaruma ya maboksa wote wawili siku leo kama unavyoona hivyo. Safi kabisa. Ni bondia ambaye ameweza kwenda katika Riyadh Series, sehemu ambayo ndio inahesabika sasa mabondia wagumu na wenye uwezo wanapatikana. Unaweza ukawa hujamuona King Choki muda mrefu na watu wakawa na kiu baada ya kutoka Riyadh. Lini atarudi? Platform ni hii ya Azam TV. Soon utaweza kumuona hapa Choki akiwa ulingoni tena. Na Pato, niligusia kuhusu uhatari wa left hook wa Saidi Bwanga, lakini ukiangalia leo hiyo left hook yake haijawa hatari kwa sababu Laurent Jaffet amefanikiwa kumweka ndani kiasi Saidi Bwanga, hata akiwa ana move kwenda nje ya hiyo left hook, kwa anamfanya Saidi Bwanga kuwa limited kutumia hiyo left hook comfortably. So ndio maana tumeshuhudia kwenye hii fight mpaka muda huu silaha kubwa ya Bwanga haijafanya kazi kwa zidi ya Laurent Jaffet. Bado ni ngumi zinapigwa, na nikwambie tu if you want to know boxing, yani kama unataka kufahamu ngumi vizuri zaidi, basi hili lilopo hivi sasa ni moja ya somo la jinsi gani ngumi inapigwa. Angalia jinsi anapopiga na kutoka moja kwa moja. Kienda katika mazoezi unaweza kusema bondia analia kwa mazoezi namna hii, lakini Laurent Jaffet bado toka alivyoanza bado yuko mzuri katika kile ambacho ameanza nacho, huku Saidi Bwanga akiwa anaitafuta left hook yake. Wapo wanatafutana. Dakika 1 tunakwenda katika countdown sasa, karibu kuikata raundi hii ya 5 kwenda raundi ya 6. Bado wanatafutana left hook hiyo. Kaweza kuitoa Saidi Bwanga, akapiga left hook. Bwanga amekuwa countered pia na left hook pia. Kwamba Laurent anahitaji kujaribu kujibu kile ambacho Bwanga anajaribu kufanya. Kama hapo Bwanga kafanikiwa na left hook. Nice. Left hook nzuri kabisa. Right, yes. Kwenda. Ameisikilizia Laurent hii. Imempata by surprise, kutegemea kwamba kutakuwa na mkono wa kulia ule unanyanyuka katika uharaka namna hiyo. Nice. Saidi Bwanga left yake amekubali katika counter ile. Sekunde kadhaa hizo Laurent naye anajibu. Bado piga ngumi. Ugonjwa wa taifa bado upo. Body punch zimepungua. Laurent Jaffet kama kawaida yake unaweza ukasema tayari pumzi imekwisha kabisa. Lakini mchezo mzuri kwa maboksa wote wawili siku ya leo. Wanatuonyesha burudani ya box, yani wanatuonyesha ile kabisa ngumi nzuri. Sio kwa sisi tulikopo hapa live, hata walikopo nyumbani na hisi wana enjoy siku ya leo. Kwa kiasi kikubwa. Vibanda umiza vimefurika kabisa. Watu wako katika mazingira ya juu kabisa. Kabisa, maana pale kwetu pale Chamanzi Mfenesini kuna babu yangu kwa mzee Komba pale. Naona watu sasa hivi wanazidi kupata burudani ya boxing. Safi sana. Kabisa. Na Mtoni Kijichi kwa Kachala. Watu sasa hivi wanapata burudani nzuri kutoka kwa mabondia hawa wawili. Laurent Jaffet zidi ya Saidi Bwanga, yani mawe yanatoka siku ya leo. Refa kama alipitiwa na muda hivi akawa amesahau utamu wa ngumi yenyewe jinsi ilivyo. Ni raundi nyingine inamalizika tukiwa katika viwanja vya Leaders Azam TV Big Time Promotion, ikiwa inakuletea mapambano. Hii ni ngumi jiwe Vitasa Festival hiyo ambayo imeendelea hapa, burudani zote ambazo zimekuwepo hapa, na nikueleze tu kwamba baada ya mpambano huu hapa ni kile ambacho kilikuwa kisubiriwa. Kwa upande mwingine Kibwana Shomari dhidi ya Dennis Nkane wanapanda ulingoni.
matchup ya winga na fullback. Haya, tutarudi lakini namba 2 na namba 3. Au Nice right kwa Saidi Bwanga. Saidi Bwanga anaambia hii sasa nimerudi. Nimerudi kwa namna nyingine. Bado Saidi Bwanga kashaanza kuliona lile tobo la kuweza kupitia kwa upande wake. Anaanza na jabu nzuri. Yes. Hivyo. Haya. Kibega kimerudi kwa Saidi. Roland naye ameweka mikono yote miwili juu. Anabadilika. Anafanya nini? Hamna kitu. Bado wanasomana katika mtindo ule ule. Round ya 6. 2 round. Nice. To end up the fight. Bado. Bado hook za kushoto. Bado hook za kushoto zinaendelea. Anapeleka ngumi pale Saidi Bwanga. Saidi Bwanga ameamka, alimalizia raundi vizuri iliyopita na sasa hivi anaendelea vema kabisa hapa ambapo amefikia. Ingawa bado naona movements za Roland Jaffet zimeendelea kuwa kikwazo kiasi fulani kwenye kuitega mitego ambayo nimeona ameendelea kwa attempt kuitega kwa Roland Jaffet. Footwork ya Roland Jaffet na uwezo wake wa kuziona punches na kupisha, kuslip, kuondoka. Fantastic boxer Roland Jaffet. Ni bondia mzuri kiukweli kabisa. Anastahili kuwa pale alipo katika division yake kwa hivi sasa. Anasema nani anamtafuta baada ya hapa Roland? Anamtafuta Choki. Bwana Roland Jaffet kiu chake kabisa anataka kucheza na Choki tu. Hana mtu mwingine. Yeye kila siku anamtaka. Kila siku kilo chake. Nilikuwa namgusa hapa, nilikuwa nakugusa ili umsikie Choki anasema nini. Nice. Piga ngumi nyingine pale. Kwangu mimi itakuwa ni bonge ya fight kama kuna promoter ambaye anaweka hii ngumi na mzee wa riadha akasema kwamba nimekubaliana na hili fungu, itakuwa ni bonge moja ya fight. Kabisa. Bado wanatafutana. Unajua kila ukigeuka ukiangalia unasema mbona round imekwisha haraka hivi. Ni utamu wa ngumi zenyewe ambazo zinapigwa. Na taratibu naona Pato ile kasi ambayo Bwanga alikuwa nayo kwenye kumpush na kumsukuma Roland Jaffet kwenda kwenye kamba ni kama imepungua. Ukiangalia hii round tumeshuhudia moments nyingi sana za mabondia kupigana katikati ya ulingo. Na sio kwenye kamba wala sio kwenye kona kama ilivyokuwa before. Kabisa. Gesi inatoboka sio? Moto umewaka Aidan na tathmini inazidi kutuonyesha. What a fight. Game nzuri lakini ningependa kuona fight nzuri mpaka sasa. Raundi hii ya 6. Hii ilikopo aliteleza Saidi Bwanga. Alimsukuma chini Roland kwa sababu katika eneo la mwisho kabisa, lakini unaweza ukaona ila kuna kitu ambacho yeye sijapenda kwenye kona ya Bwanga. Idadi ya watu wanaokwenda kuongea naye, yani kwa maana kwamba paka kutoa concentration ya kocha katika kile ambacho anataka kuongea na bondia wake. Kabisa. Hiyo nao inabidi lizingatiwe katika commission yetu ya hapa Tanzania, waweze kuweka limit kwamba kwenye kona inabidi asimame kocha wawili na bondia tu. Na of course kanuni zipo Pato. Kanuni zipo ila sasa waandaaji wanatakiwa waweke security. Wawe serious na jambo hilo. Ni kwamba wanapokuja watu kuingia hapa kutoka kule kwa bondia wanatakiwa wawe watu wawili. Kwa sababu kwa mujibu wa kanuni za commission utanisahisha Pato. Ndio. Kwenye fights ambazo ni za kawaida, ambazo za kawaida maximum second watatu sio? Kwa maana mmoja anaingia ndani, wawili wanabaki nje. Lakini fights nyingi imekuwa ni tofauti na hivyo. Punch kwa Saidi Bwanga. Ni kweli Aidan ambao unazungumza, na nadhani kwamba katika kurekebisha promoters nao wanatakiwa wawe na macho ya kuweza kuangalia hicho ambacho kinatokea, kwamba ringside lazima ina security na nani ambaye anapata access ya kufika karibu na ulingo. Bado ngumi zinapigwa. Nice jab. Piga jab nyingine hapa. Anarudi nyuma anapiga. Anarudi. Kiwa na swing pale, jab nyingine hiyo. Bado Saidi Bwanga akiwa anasogea
na kile alichokisema Aidan bado kinaendelea. Kilinge cha kati sasa kimekuwa ni sehemu ya kukutania kwa mabondia hawa. Left nzuri kwa Laurent Jaffet kabisa. Yani kama kuna kitu ambacho kitampa ushindi aende akakifanyia sherehe, basi ni mkono wake wa kushoto. Umekuwa ukifanikiwa katika kila shambulio unaokwenda, lakini ule ugonjwa wa taifa hizi ni zile ngumi ambazo unapiga na pumzi nayo inatoka hapo hapo. Ningependa kumwona Said Bwanga akiweza kumkatia ringi vizuri Laurent Jaffet, kwa sababu jinsi anavyomfuata, lakini amfuati kwa kumkaba, anafuata tu kama Laurent Jaffet akienda kushoto, yeye anafuata kwenye njia ile ile anamhitaji, anafuata kwenye mstari ulionyooka, akate ringi, lakini kama angeweza kumkatia ringi angeweza kupata aina yoyote ya mashambulizi, aidha kuanzia na right na kumalizia na left hook, kwa sababu yeye ni orthodox kwamba akianza na right na left hook angeweza kumkatia ringi, lakini kwa stahili hii itakuwa kama anamkimbiza hivi, yani kwamba yani jibu la kushoto limekuwa halipo kabisa. Uppercut haikuwa powerful, lakini imeingia vizuri kushtua ubongo wa Said Bwanga. Shughuli bado. Nice right hand. Nice body punch. Laurent has been unstoppable. Nice body punch. Said Bwanga kapata kati, kuna elbow hapa ilitembea, kuna elbow ambayo ilitembea, labda taangalia kwa replay kuweza kuona ile cut jinsi ilivyotokea raundi ya 7 hii kuelekea raundi ya 8, lakini ukweli ni nini katika hicho? Ile eneo likwenda apiga ngumi, bado haijaonekana kabisa ni nini ambacho kimejiri katika kati hiyo. Bado haijaonekana, kati bado haijapatikana, bado raundi ya 8. Said Bwanga kutumia advantage ya mpasuko wa Laurent Jaffet. Laurent Jaffet atajilinda. Ngumi left hook nzuri sana imeingia. Said anakwenda, lakini Laurent bado yuko katika movement yake ile ile. Said Bwanga, Laurent Jaffet anajaribu tena kwenda na left hook yake, huku tahadhari ikiwa kubwa kutokana na kati ambayo ameipata kushoto kwa jicho lake, sehemu ya chini. Piga jab hiyo sasa. Hajakubali. Nice right. Namba chini imeingia. Piga ngumi nyingine pale. Disturbance ile ambayo anayo bado, ashike juu ashike chini. Bado anarudi. Referee anasema hamna kukumbatiana hapa. Laurent Jaffet anatumia uzoefu wake kuhakikisha Bwanga anaenda kushambulia sasa. Weka tuweke. Bwanga ana cha kupoteza sasa. Kabisa, ni lazima atafute kitu cha maana, kwa sababu Laurent ana mtaji wake ni mkubwa sana, na mara nyingi nyinyi unasema kwamba mnapopigana katika staili zenu kwamba ukiwa umeona tayari ushaupata mtaji mkubwa na tayari una kati kama hiyo, nini ambacho unakifanya? Kwamba inakuwa mtaji kwamba ukiwa na uhakika kwamba umescore muda gani kwenye mpaka sasa hivi raundi ya mwisho, lakini naona kwa hii fight imekuwa kwamba kila mtu anahitaji kwa mwenzake, yani kwamba tuachie majaji wenyewe ndio watajua watatoa matokeo gani kwa raundi hii ya mwisho inayoisha, tuone nani atakuwa zaidi. Lakini nimeona mchezo mzuri, nimejifunza vitu vingi kwa maboksa wote wawili, pia nimependa mbinu zao, pia kila mtu yuko tahadhari na mchezo. Nimependa kitu kwa maboksa wote wawili siku leo. Aidan. Yes. Tumekuwa tukiangalia hapa, tukaa kwenye kona muda mrefu. Laurent unahisi anafanya nini hapa? Anahesabu hizi huu muda kwa sababu ni kama vile hana vitu vingi ambavyo anavihitaji, ni kama vile ana melt time imalizike. Na ni kama pia nadhani hilo jeraha lilopata ni kama pia lina discomfort kiasi fulani. Ukiangalia tangu hii round imeanza, ni round ambayo Bwanga amekuwa bora zaidi kwenye hii round ya 8. Bwanga amefanikiwa kufikisha punches nyingi sana kwenye kichwa cha Laurent Jaffet kabisa, na haoni ile comfortability
kwa Laurent Jaffet kwenye raundi hii ya mwisho ambayo imemalizika muda huu Pato. Kabisa. Lakini hapa kama alivyosema Choki, tutaweza kuona left hook zile zimeweza kumpa mtaji gani Laurent Jaffet na kile ambacho amekifanya mwishoni kimekuwa ni nini katika uhalisia kabisa wa kile ambacho kimekwenda katika round hii hapa. Kichwa. Yes, ilikuwa ni mgongano wa kichwa. Judge namba 1, Judge Mohamed Mganza, yeye ametoa 75 kwa 77. Judge namba 2, Judge Saidi Kumradhi, majaji naoangalia majina sio yale, ni haya hapa yafuatayo. Judge point ni zile zile. Judge namba 1, Judge Kulwa Makaranga, yeye ametoa 75 kwa 77. Judge namba 2, Judge Mwinyi Mkuu Rajabu, yeye ametoa 75 kwa 77. Judge namba 3, Judge Mohamed Mganza, yeye ametoa 76 kwa 76. Kwa mantiki hiyo, mshindi wenu ni kutokea kona ya blue, Said Bwanga.